mazuri aliyotoa. Ningeongezea tu kwa sababu ya kutambua thamani ya washabiki wetu, kama alivyosema, maeneo yale yanayozunguka uwanja, yani kwa maana National Stadium, kwa maana Benjamin Mkapa Stadium, hawaruhusu kuuza tiketi siku ya mchezo. Na tunajua washabiki wetu 90% mpaka 95% hupenda kununua tiketi siku ya mchezo. Sijijua hii tunajaribu sana kuifuta, lakini inaleta ugumu sasa, na hatuwezi kuifuta kwa haraka hivyo, kitu ambacho kimejengeka kwa mazoea ya miaka mingi. Kwa hiyo tumeonelea pale klabu ya Simba Msimbazi na uwanja wa Karume TFF siku ya mchezo wenyewe Jumamosi, tiketi zitauzwa mwisho saa 6 kamili mchana. Yani CAF wamekataza kabisa kuuza tiketi maeneo ya jirani na uwanja. Kwa hiyo tumeleta mbali zaidi, wilaya nyingine zaidi, wilaya ya Ilala kwa maana ya Karume na TFF. Lakini tunasisitiza, pamoja na kutoa hiyo fursa, watu 10,000 ni watu wachache sana. Hatutarajii kuona mpaka Jumamosi kwamba bado kuna watu wanahangaika tiketi. Tunaamini kupitia vituo ambavyo tutavitangaza kupitia account zetu za social media na taarifa nyingine, watu wanunue tiketi kwa haraka kupitia mitandaoni na kwenye hivyo vituo. Rabi nadhani immediately baada ya press hii ataweka hizo centers ambazo tutanunua tiketi zetu. Kwa naomba washabiki wetu kwa idadi hiyo ya watu 10,000 wajitahidi kununua kupitia simu za mikononi na vituo ambavyo tutavitangaza. Viingilio tutaweka kwa watu 8,000 wa mzunguko shilingi 10,000. Kama alivyosisitiza CEO, zile ngazi 5 za kwanza haziruhusi kukaa mtu. Shilingi 10,000 tutaweka. Lakini kuna tickets nyingine zitakuwa kwa ajili ya VIP B shilingi 25,000 na VIP A shilingi 40,000. Kwa sababu ya udharura wenyewe hakutakuwa na tickets za platinum this time. Kwa ningewaomba sana washabiki wetu wanunue tickets mapema kwa shilingi 10,000 mzunguko. Nafasi ziko za shilingi 10,000 ni 8,000 tu. 8,000. Kwa hiyo ukinunua leo haraka au kesho kabla Jumamosi utakuwa umejisaidia mwenyewe. Na hoja hapa ni kwamba baadaye zisianze simu, tiketi zimeisha, kuna msongamano Karume, kuna hiki. Nafasi ipo leo na kesho kununua tiketi kupitia mitandao ya kijamii kama tutakavyoweka vituo vyetu pamoja na simu za mkononi. Lakini la pili, hii ni vita, sio mechi ya mchezo. Hesabu zinasema lazima tupate matokeo Dar es Salaam. Yani hatuna choice isipokuwa kupata matokeo Dar es Salaam. Najua mechi imekuja katika kipindi kigumu cha msiba, na ndio maana umeona amsha yetu imekuwa inafanywa kwa standard ya ukubwa wa msiba tulionao. Lakini bado tuna mechi ngumu kweli kweli kwetu washabiki wa Tanzania, lakini na kwa wachezaji na benchi la ufundi. Wana Simba, hii ni do or die season 2. Ndio theme yetu, ndio kauli mbiu yetu. Do or die season 2. Do or die season 1 ilikuwa versus Vita Club mwaka 2019. Sasa hii ni do or die, lakini ni season 2. We can do it. Kama nchi, wachezaji, washabiki wataamua kutuombea, kufanya kazi uwanjani, lakini na kutushangilia. Watu 10,000 sio watu kidogo jamani. Mechi na Merreikh tulikuwa na washabiki 30, ndio ambao kile kikundi cha washabiki. Jumla tulikuwa watu 200, lakini kazi walioifanya ilikuwa kubwa sana.
Sasa tunatarajia watu 10,000 hawa wataisupport sana Simba uwanjani. Tunahitaji kushinda, hatuhitaji draw. Kama watu wengi wanavyotupa hesabu kwamba Simba draw tu isha qualify. Sisi kwetu ni ushindi. Tunataka sio tufuzu, sisi tunataka tuongoze group. Faida ya kuongoza group, unakutana na mshindi wa pili wa makundi mengine. Ukiwa mshindi wa pili wa kundi lako unakutana na mshindi wa kwanza wa kundi lile, ambapo katika hesabu tulizonazo za kufikia target ya semifinal ni vizuri tukawa mshindi wa kwanza wa group yetu. Kwa hiyo ni do or die season 2, na inshallah Mwenyezi Mungu atatujalia tunaweza tukapata matokeo mazuri. Na lingine la mwisho, nimekuja na basi hapa, alikuwa ananipa hali ya wachezaji, hali ya camp. Wachezaji Chama, Mikison na Bwalia washaingia Dar es Salaam. Medi Kagere anaingia jioni ya leo, na mchezaji wa mwisho atakayeripoti ni Josh Onyango ambaye atafika siku ya leo. Wachezaji wengine wote wako katika hali nzuri na wako tayari kambini. Hatuna majeruhi so far, hatuna mgonjwa wa corona kama baadhi ya vyombo vinavyoona vimeandika kuhusu baadhi ya wachezaji wetu. Hatuna, na wachezaji wetu wataendelea kupima kadri kanuni na taratibu za CAF zilivyoandikwa, na tunaamini inshallah mpaka Jumamosi hatutakuwa na mchezaji yote ambaye atakuwa ameathirika na ugonjwa wa corona. Baada ya hapo, baada ya mechi inshallah Mungu akitujalia, Jumanne mchana panapo hai na majaliwa, timu itasafiri kuelekea Cairo kupitia Dubai kwa ndege ya Emirates. Tuondoka hapa tarehe 6 na tutarejea immediately baada ya mechi ya mwisho kule Cairo. Kwa hiyo kama kuna maswali yoyote, kama kwa CEO au kwangu yanayohusiana na mwelekeo wa mchezo huu, narudia, kama kuna maswali yoyote kwa CEO au kwangu yanayohusiana na mchezo huu, karibuni. Asanteni. Kisha ndugu yangu hapa, na Vita Club wanaingia leo jioni. Vita Club wanaingia leo jioni. Waamuzi wameshafika. Matchcom naye alikuwa Zanzibar mpaka asubuhi, nadhani atakuwa kishafika. Kwa hiyo Vita Club wataingia leo jioni, na bila shaka kama taratibu za CAF zinavyoelekeza, kesho kutakuwa na press ya coaches na captains wa timu zote mbili. Tutataarifu wapi itafanyika hiyo press ya kesho. Kwa Vita Club wao na asili leo jioni. Swali kwa Baba. Ni mechi ya Simba na Ahadi. Kama mshabiki kulikuwa na tangazo kwamba watu wakae na kitu kimoja, alafu tunapata mkakati. Lakini kusema kweli, kwa jinsi hilo lilikuwa kucheza, hiyo habari ilisahauliwa. Sababu unajua tena ni mko. Sasa naona hiyo, hata hiyo ya timu tano, labda naomba muongeze askari hiyo kwenye, lakini nao wasio washangiliaji. Sababu askari nao wakija kuwa washangiliaji tutakuja kupata penalty tena nyingine. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, naomba muongeze askari na kuhakikisha kwamba kweli viti vitatu na mjani anakaa mtu nchini. Asante kwa swali nzuri au suggestions. Mimi naona kwamba tumeshakaa na watu wa TFF, na utofauti wa mechi ya Ahli na mechi hii ni kwamba tutaweka tape, na idadi ya stewards watakuwa humo ndani wataongezeka more than 3 or 4 times. Na kazi yao itakuwa number 1, zingatia COVID protocols humo ndani. Na zimeandikwa, unajua kuna idadi ya masharti ya specific kwa ajili ya TFF na watu wa uwanja. Na sio jukumu langu kuanza kuyatangazia hapa kwenye press, bali kitu tumesimamia. Tunajua ni ngumu sababu kila mtu anataka kuangalia mpira, na unapokuja na familia unakaa karibu, unajadiliana. Hii kitu itafuatiwa, utaona red tape. Cha muhimu kila mtu abebe kama jukumu lake. Hata ukiwa mshabiki unakuja na watoto wako, familia, lazima uone kwamba hapa nikikosea mimi mwenyewe naangusha nchi, siangusha Simba, nchi. One mistake, no more fans. Kosa moja tu, Tanzania haitaruhusiwa kuna mashabiki.
sio Simba. So kila mmoja humu ndani tuna jukumu la kuzingatia masharti ya CAF. Asante sana. Yani ni kwamba hatuwezi kuingia katika mioyo ya watu, lakini lazima klabu ya Simba ifanye jitihada kweli kweli tena za kuhakikisha kwamba hayo masharti waliotupa CAF yanatekelezeka na yanatekelezwa. Baba ameirudia hapa, hii ni nchi. Tunapokwenda pale tukiharibikiwa, maana yake tutaruhusiwa tena kupata hao washabiki 10,000. Kwa hiyo lazima na sisi wenyewe na Simba wa Tanzania tujitahidi kutekeleza hizo protocol za COVID ambazo umetupa CAF. Question. Msio anatokea hapo. Kutakuwa na mfumo ambao utakuwa na response kwamba sasa katika finali atakununua au zile gani watu wanafunua kama mnunua alafu baadaye anaambiwa uwanjani kwa ile finali. Lakini kingine pale uwanjani ndio hili kwamba wanaingia wote finali kwa maana ya uhesabu wa mtu mmoja mmoja. Kutakuwa na hiyo tatibu tutakao hiyo kutoka kwa kuzidi ndio labda mwisho haji kuongeza askari wengine wanakuja usiku. Hata kama kwa sababu kocha ambaye anasaidia kwenda kuja 20 kwa ya msimamo mchezo pale mbele na mwingine kuja usiku. Wanaweza kufiti kwenye mfumo wa sababu kuja Onyango ambaye kwa sisi wa Tanzania tunasanga kuona ni mtu sahihi pale nyuma ndani ya Simba. Hapa na ndio usiku sapeshi mazoezi labda hilo la kwanza ambalo umesema la washabiki tutakontrol vipi kupitia, unajua siku hizi tiketi haziuzi kama vile zamani. Hii ni dunia ya digital. Ukinunua tu wewe tiketi, ukinunua wewe huko, sisi na hata sisi sio NCAD, sisi wenyewe tunajua kwamba kuna mtu kanunua tiketi. Yani tickets sisi tunaona kwenye graph washanunua watu 2,000, 3,000. Yanaponunua, unajua mifumo ya kisasa ya electronics. Kwa hiyo wala usio na shida. Ikishafika ile kiwango, ndio maana hata mechi zile ambazo watu wako wanafika 50,000 huwa tunatangaza kabisa sold out, kwamba ishafika kiwango chetu watu 30,000, watu 45. Kwa hiyo ikifika kile kiwango basi. Hivyo katika uingiaji. Obvious hawezi kuingia mtu bila kadi. Kwa hiyo ikifika watu 8,000, 10,000, enough is enough. Haiwezi tena kuzidi. La kuhusu wachezaji, ni kweli tungependa wachezaji wa ripoti mapema, lakini unajua kukuwa na majukumu ya timu za taifa na wachezaji walikwenda kwenye mechi na definitely wanazo match fitness. Bahati nzuri wachezaji wetu karibu wote waliokwenda huko wamepata mechi kucheza, kuanzia kina Chama, kina Onyango wenyewe na kina wote wamecheza. Ni ambao ndo changamoto kubwa kama wasingepata hizo match fitness. Wamecheza mechi, wamefanya mazoezi, na sio kwamba kocha mpya au wachezaji hawajawahi kukutana pamoja. Mfumo unaosema mfumo hautengenezwi kwa siku moja. Tayari Simba inajua, kocha anajua mfumo gani anaenda kucheza. Na wao ni wachezaji wakubwa. Kumbuka hao ni wachezaji wa timu ya taifa. Namzungumzia Joshua Onyango, ni top defender East Africa sasa hivi. Na ameshacheza Simba. Kwa hiyo hatuna shaka yoyote kwamba anaweza kukop kwa haraka. Ni maelekezo tu ya mwalimu, tutachezaji kesho, tutafanyaje. Yule ni professional player. Hahitaji kukaa miezi mitatu na watu washazoeana. Simba ina advantage moja, wachezaji wake wamekaa for long. Hawa kina Onyango ndo wapya na Bwali na mwaka mmoja, lakini wengine wamekaa muda mrefu na wameweza kuingia kwenye timu. Kwa hiyo definitely haiwezi kutuathiri wala haiwezi kumathiri mwalimu. Mwalimu wetu ni profesa, anajua nini anachoenda kufanya kwenye mechi hiyo. Yaani anajua mbinu za kwenda kucheza away na mbinu za kucheza nyumbani. Ni purely professor of football. Kwa hiyo usio na wasiwasi kabisa. Simba hatuna wasiwasi.
kuhusu matokeo ya Jumamosi. Muhimu ni washabiki kutimiza masharti ya CAF, sababu hiyo tunahofu nalo lisije baadaye likatuharibia na ikaharibia kama alivyosema Barbara clubs nyingine, sababu mwakani unafahamu tutakokota club nyingine 3 za nchi, tutazichukua tutaziweka hapa, tutaenda nazo. Kwa hiyo tusije tukaharibia hawa tutakaowakokota mwakani. Meisha? Naam. Kumekuwa na tetesi nyingi mtandaoni za mechi hii lakini kuhusu mchezaji wenu kama ni miongoni mwa wachezaji ambao mtatarajiwa kuwa naye Junior Lokossa katika mchezo huu. Sababu hata sasa nimeshirikisha kwa baadhi ya wachezaji wamefika na wachezaji wako. Tamani pia kufahamu Lokossa kwa Costa City. Junior Lokossa. Sasa hisi ni jukumu la tuzungumze baada ya mechi. Hivi tunaizungumziaje leo habari ya jukumu la Junior Lokossa kama atakuwepo atakuwa. Kwa mfano mimi nitajuaje sasa hivi kwamba goalkeeper atakuwa Beno au Aishi? Si kocha ndo atakayeamua. Subiri baada ya mechi swala lako litafaa. Sasa hivi tu focus kwenye mechi kwanza. Swali yako kifitna utanizuia. Asante.